usipopanda kwenye gari sasa hivi utaenda kuona drama Promax. Tumeelewana? Sawa, nimeelewa. Ila naomba kwanza niende kazini nikaombe ruhusa, alafu ndo twende huko kwa Tekra. Tunaenda nyumbani kwa Tekra sasa hivi mpaka Tekra anisamee. Hakuna sehemu ambayo utaenda. Mimi naona sasa niwaambie polisi kabisa shida gani. Nitawapigia polisi. Vizuri, wapigie. Unataka namba za RPC nikupe? Ni rafiki yangu mkubwa. Au unataka nimuite mwanajeshi gani? Au nimuite mwanajeshi kabisa? Nikupe namba za gerezani au za general? Kusikia vile nikanywea. Sawa, twende. Kwa miguu yangu miwili nikanyosha moja kwa moja mpaka kwenye gari. Safari ya kwenda kwa Tekra kwa mara nyingine ikaanza. Tulipofika aliegesha gari pembeni, akanigeukia huko akishangaa. Maana nilibaki nimekaa baada ya kushuka. Unahitaji winchi ije kubebe? Ili ndio uweze kushuka kutoka huko kwenye gari. Unajua kaka ni mkorofi. Mimi mkorofi? Ulinikiss bila ridhaa yangu mbele ya mchumba wangu. Nadhani kama huo ni ukorofi au sio ukorofi? Mahusiano yangu yamevurugika kwa sababu yako. Na sijui hata mchumba wangu yuko wapi. Alafu bado unaniita mkorofi? Hapa hata bado sijaanza kuonyesha ukorofi wangu. Sawa, sijaanza kuonyesha ukorofi wangu ulivyo. By the way, nimaliza. Sijamaliza na wewe. Sawa. Kama unataka ukorofi wangu niuonyeshe, basi utaona. Utashuka kwenye gari ama utaendelea kukaa? Yeshe kaka. Nilifungua mlango taratibu nikashuka kuelekea kwa Tekra. Nilipofika nilianza kubisha hodi pasipo kutegemea mlango kufunguliwa. Alikuwa ni Tekra bana. Yule dada ni mzuri bara. Ni yake Richard kupigania penzi lake kwa kweli. Yes. Nikusaidie nini? Aliniangalia kwa nyodo sana. Hai, jina langu ni Elka. Elka, sura yako sio ngeni machoni mwangu. Nikumbushe tulikutana wapi? Nimekuja kuomba msamaha. Kuomba msamaha wa nini? Unijui mimi, ila mimi nakujua wewe vizuri. Mimi ndiye nilimkisi Richard siku ile na kukuumiza. Ikapelekea mpaka nyinyi wawili mmeachana. Niliongea huku nikifikicha mikono yangu kwa woga. Oho. Ndo nimekumbuka. So ndo mwizi wa mwanaume wangu, sio? Hapana. Alafu bila hata aibu unasubutu kuleta miguu yako nyumbani kwangu. Sio kama unavyofikiria. Ndio maana nimekuja kwa lengo la kukueleza hakuna chochote kinachoendelea kati yetu mimi na Richard. Nilikuwepo. Nilishuhudia kila kitu. Sioni kama kuna haja ya kunielezea maana mimi sio mtoto. Dada alianza kuwaka moto yani. Narudia tena dada. Sio kama unavyofikiria jamani. Unapaswa kujua ukweli ni kile ninachokwambia, baina yetu hakuna kitu chochote kinachoendelea. Nilikuona wewe unamkisi mchumba wangu, alafu unaniambia sicho kinachofikirika kichwani mwangu. Nakuapia kwa Mungu, sicho ninachofikiria. Niliapa mpaka kwa vitendo ili tu aweze kuniamini.
La sivyo Richard angenifunja miguu. Unaona mimi mjinga mbele yako, sio? Unawezaje kuja nyumbani kwangu kunielezea jinsi ulivyomkisi mchumba wangu? Dada, jamani nielewe basi. Unajua nini? Siwezi kuendelea kusimama hapa kusikiliza upumbavu wako. Naomba uondoke nyumbani kwangu. Niondoke? Ondoka nyumbani kwangu haraka. Makubwa. Haya, naondoka. Niligeuka na kurudi. Nilipotoka nikiwa nawaza, nikapokea kitatokea nini kwanza. Maana Tekra ni mgumu sana kuelewa. Yuko kama jiwe yani. Nilimrudia Richard kwenye gari nikiwa naona aibu hata kumweleza wala kumtazama machoni. Imekwaje? Aliniuliza. Ndio imezidi kuwa mbaya yani. Hajataka hata kunisikiliza. Na amenifukuza juu yani. Hakutaka kunisikiliza. Amenifukuza sana na kuongea maneno. Na mimi sikutaka kubishana naye, kutupiana maneno. Kwa sababu kila nikijitahidi kumweleza, yeye alikuwa juu. Kwa nini? Kumwambia nini? Umemwelezeaje hasa mpaka akakufukuza? Alipanic. Ulichonituma ndicho ambacho nimeenda kumwelezea. Lakini mchumba wako ana kichwa kigumu sana. Kwanza ana tabia chafu. Utamfukuzaje mtu bila hata kumsikiliza? Unasemaje wewe? Una ubavu gani wa kusema mchumba wangu ana tabia chafu? Hivi una matatizo gani wewe dada? Tena usije ukajaribu kurudia maneno yako. Alafu naona una nia kabisa ya kunisaidia. Usijali, nitamaliza mwenyewe. Richard aliteremka na kwenda mlangoni kwa Tekra. Ilikuwa ni zamu yake kumbembeleza. Aligonga mlango akiita jina la mpenzi wake. Na muda ule mlango ulifunguliwa. Richard alianza kuamini. Alifurahi sana. Alijua kila kitu kinakwenda kuwa sawa. Lakini cha ajabu Tekra aliachia msonyo mkali na kurudi ndani. Huku akifunga mlango wake kwa nguvu sana. Tena sio kwa nguvu tu. Alifunga na funguo. Maskini Richard alitia huruma kwa kweli. Ikabidi nishuke nimfuate pale aliposimama. Hajanipata nafasi ya kuzungumza. Alilalamika. Nilikwambia kabisa kuwa mchumba wako ana tabia chafu. Hakutaka kunisikiliza. Ona sasa. What? Ni kama nilimzimisha mashetani yake. Samahani, niliomba radhi. Bisha tena hodi. Fanya haraka. Usinitanie mimi. Richard alinivuta na kunisogeza mpaka mlangoni. Nikaanza kugonga hodi kwa mara nyingine. Yani, niligonga tena hodi kwa mara nyingine tena. Yani, nilihisi kuchoka. Tekra, fungua basi. Niliita huku nikigonga sana mlango kwa nguvu. Nilikazana sana kugonga mlango. Nikaona mlango unafunguliwa. Tekra katoka na ndoo ya maji mkononi. Tena maji machafu akatumwagia. Yani mimi ndo nilioga mengi kushinda hata Richard.
sababu nilikuwa karibu na mlango. Mwili mzima uliloa. Utazani nilinyeshwa na mvua. Alafu asifuata na huruma yule mwanamke. Baada ya kumwagia maji, akaingia zake ndani. Utazani hakuna kitu ambacho ametufanyia. Unaona? Utendaje kazini namna hii? Yaani mpaka hapa umeshaona umeshaona kuwa hakuhitaji tena. Endelea na maisha yako. Nilalamikia sana Richard. Usiniambie nini nifanye. Harusi yetu inakaribia. Siwezi kuachana na Tekla hata kidogo. We kaka vipi? Watu wanaachana siku moja kabla ya harusi na bado hawalalamiki. Wewe wa miezi miwili unataka makelele? Ona sasa. Kanimwagia maji. Mimi kabisa. Nimwagia maji. Subiri nikuonyeshe. Niligonga tena mlango kwa mara nyingine. Nilikuwa nina hasira vibaya mno. Tekla alifungua akiwa amevimba cause alichoka kufungua mlango kila saa. Hivyo dada, huna aibu? Nimekumwagia maji machafu ila bado unagonga mlangoni kwangu. Hilo swali ndo nikuulize wewe. Kwa nini upo namna hii? Shida yako hasa ni ipi? Niambie ili nikuelewe. Wanawake huko mjini wapo busy kutafuta wanaume watakaowapenda na kuwajali, lakini wewe bidada umepata mwanaume mwenye upendo wa kweli kwako, lakini bado unadharau. Unamwagia maji machafu. Please, usinihubirie. Najuta kabisa kuja kwa Lilibu kuongea na wewe. Najuta kabisa nimeharibu siku yangu. Mwanamke mzuri ila una kichwa cha samaki. Mvaa viatu vya Richi. Hata kwa dakika mbili. Hata kwa dakika mbili tu. Uhisi vile ambavyo anajisi sasa. Hujampa hata nafasi ya kujielezea. Ungefanywa wewe, ungefurahi. Sikiliza, mimi sijali. Kama nilivyosema mwanzo, naomba mtoe vitu zenu hapo kwenye nyumba yangu haraka sana. Naondoka ndio. Unadhani nabaki hapa? Tena ushukuru Mungu wewe ni mtu mzima, la sivyo ningechuma kiboko nikucharaze ili akili zako ziwe sawa. Usionone nimekaa tu hapa. Ningekuashia moto. Unadhani niko sawa? Actually mimi sio kichaa, sawa? Na kichaa changu mimi unijui vizuri. Mimi ni mweru, tena mweru 5G. Tangu siku hiyo ya kwanza nimekuona, nilijua tu huwezi kuwa na akili timamu. Alibinondo mwake. Vizuri, labda nikwambie tena kwa mara ya mwisho. Sina mahusiano yoyote na bwanako. Hana hatia kabisa. Kaka wa watu. Sawa, hana hatia kabisa huyu kaka. Ukipenda amini, usipopenda usiamini, ni juu yako. Niliachia msonyo mkali sana na kuondoka. Nikamwacha Richard akitoa macho. Cha ajabu, sikutaka gari. Yaani sikutaka kabisa gari eneo hilo nilipokuwa nimepakia. Kumbe Richard aliondoka baada ya kuona nazidi kuzozana na mchumba wake. Na kwenye gari nilikuwa nimeacha pochi yangu na simu yangu. Kaniacha
naendaje kazini sasa? Na jinsi nilivyoloa hivi. Nijitazama nikaona sina namna. Maana sitamaniki. Nilitoa harufu pia. Yale maji yalikuwa ni machafu sana. Kwa kuwa sikuwa na jinsi wala 50 mfukoni, ikanibidi nitembee kwa miguu kuelekea ofisini kwa Julius. Bahati nzuri ofisini kwake kulikuwa karibu na lile eneo, japo kamwendo kalikuwa ni karefu sana kwa kweli. Nilipofika niliomba simu, nikampigia bosi wangu. Nikamdanganya kuwa naumwa. Maskini bosi wangu akajua ni ukweli, akanipa wiki moja ya kupumzika. Baada ya pale, Julius alinipa hela ya nauli, nikarudi zangu nyumbani kupumzika. Hapo nilipo nina hasira vibaya mno. Njia nzima nilikuwa natukana, na nilikuwa namtukana sana Richard kwa kuniacha. Mbaya zaidi, hakuna nahangaika hata kuniletea vitu vyangu. Nilikesha na kusubiri huenda angevileta, ila haikuwa hivyo. Basi kesho yake nikiwa nafanya zangu safi, niliona kama kuna mtu amekaa kibarazani kwangu. Kufungua mlango nikamkuta ni Richard. Richard, una hakika kabisa huko kichwani mwako uko sawa? Uko timamu? Niambie tu ukweli. Una hakika hujawahi pata na matatizo ya akili? Aliniangalia sana kisha akasema, turudi tena nyumbani kwa Tekla. Nataka nikamjibu tena. Nikajaribu tena. Huenda atakubaliana na mimi kunisikiliza. Kwa hiyo unategemea mimi nitarudi tena kule? Yaani jana umeniacha. Sawa? Hapa, yaani kwanza sio kuniacha tu. Jana ulinichukua kwa vitisho. Matokeo yake umeniacha kule. Ukaondoka na simu yangu pamoja na pochi yangu. Alafu sasa hivi unataka nirudi tena kule? Kweli? Usisahau haya yote. Ni makosa yako. Ni makosa yako. Chumba, yani ni makosa yako. Ni makosa yangu. Sijapata mwanamke wa kumzalisha mimi, si. Kwa hiyo unataka kusema nini? Kwamba utaenda na mimi au vipi? Richard, ni hivi, huyo demu hakupendi. Kwa nini usimove on? Endelea na maisha yako. Kuna piskali nyingi, utapata mwingine bana. Achana na hizo mambo. Elka, nampenda yule mwanamke. Sitaki kumpoteza. Nahitaji msamaha wake. Na hivyo tukienda wote tutafanikiwa. Please nisaidie. Kwa mara ya kwanza aliongea kwa upole sana na kwa tofauti siku ile, mpaka nikamwonea huruma. Haya sawa, twende. Sikuwa na namna. Nikanibidi nirudi naye mpaka pale nyumbani kwa Tekla ili kujaribu kumwambia msamaha kwa mara nyingine tena. Basi hao mdogo mdogo tukaanza safari mpaka nyumbani kwa Tekla. Nikaomba Mungu tu kila kitu kiende sawa ili maisha mengine yaendelee. Maana nilikuwa nachoka eti kwenda kwenye zile apartments kila siku. Nilikuwa nachoka sana mjue. Nikajikuta hata kwa nini nilimkisi, nilijuta sana. Kwani hata nilimkisi ule kaka yani. Tukiwa tunakaribia kufika kwa Tekla, naye Tekla alikuwa anatoka. Alipendeza sana jamani. Ninaposema dada ni mzuri, namaanisha ni mzuri kweli. Lakini sasa hakuwa peke yake. Alikuwa na mwanaume mwingine
tena wameshikana kimahaba kama vile ni wapenzi. Nilipowaona nilimshtua, maana nilishtuka sana mpaka nikamshtua na Richard. Nikaanza kuangalia kwa umakini, nikagundua alikuwa ni Tekla, hata sikukosea. Yule si Tekla. Nilinyosha kidole kuelekea eneo lile waliopo. Maskini Richard akawa kama anaona mzimu. Hakuamini kabisa yani. Eti Tekla wake? Ana mwanaume mwingine. Kwa ugomvi kidogo tu, kasiku kadhaa tayari dada kashaenda kwa mtu mwingine. Kashaanza upya. What? Nilibaki mdomo wazi. Yani kwa sababu ya huyu mwanamke yani umenivurugia ratiba zangu zote za wiki nzima. Alafu mtu mwenyewe hata hajatulia. Ona waona wanavyoshikana. Nilifyonza sana kwa sauti. Haiwezekani kuwa hivi Tekla. Hawezi kunifanyia hivi. Hapo bado hujaona. Ile ni jinsia yake. Ipewe maua yake. No. Hawezi kufanya hivyo. Hawezi kunifanyia hivyo. No. Sorry, pole kakaangu. Jamaa alitoka na machozi ya kuchungu sana. Kwa nguvu alipata ujasiri kuwafuata. Tulitembea kidogo, lakini nguvu ilimwisha. Ujasiri ukamwisha. Tulishuhudia tu kwa macho wakikatiza. Wakapanda kwenye gari na kuondoka. Richard watu alitilia huruma mno. Aliumia sana. Tena zaidi ya sana. Nilimwacha kwa dakika 10 ili akae sawa. Kisha baada ya pale tukawa tumeondoka kwenye ile eneo. Tulienda mjini. Lakini Richard akawa kama amepata kichaa. Unajua mtu akiendesha gari alafu azingatie barabara, ndivyo ilikuwa hivyo. Njia nzima akawa anaongea mwenyewe. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini? Nakupenda kote kule. Alianza kuongea kwa ukali sana, na akisema maneno yote kama hayo. Yani ukisikia kifo ndo hiki. Richard, please, punguza hasira. Kwa nini unisaliti? Mimi nimemkosea kwangu? Nimekosa nini? Richard, jamani, punguza mwendo basi. Richard, kama unataka kujiua, nipeleke kwanza nyumbani kwangu, then ukajiue. Kwani alinisikia sasa? Ndio kwanza alizidisha kichaa chake. Yeye ni move on. Kama hatakuwa wapenzi miaka 4, Tekla. Why? Tekla. Richi, nishushe. Nitaenda kwa miguu. Richi jamani. Kwani unaona mbele? Sioni chochote. Kakaangu, naomba paki gari pembeni. Richard, simamisha. Sekunde zilienda. Gari likaanza kukosa mwelekeo. Wapendwa. Mtu alishakwambia haoni mbele. Na ilikuwa mchana tunatembea. Je, yani hapo sijui nisemaje, lakini tulikuwa tunataka kupata ajali. Maana nilikuwa nawaza sana. Haoni mbele, anakimbiza gari namna hii. Ni vipi tukipata ajali? Nilikuwa naona anavyopambana kuyaweka vizuri akili yake. Maana hata kukwepa magari
alikuwa anakweva ili tu akae sawa, ila kwa bahati mbaya alienda kugonga mti pembeni mwa barabara. Siwezi sema ilikuwaje, maana ilikuwa ni ajali kubwa sana. Sababu sikuwa nimeumia kwa kiasi kikubwa, nilipata tu michubuko kwenye gari. Japo uso wangu na paja langu lilikuwa kidogo limechanika na maumivu kidogo baadhi ya kiuno na viungo vya mwili kidogo. Lakini Richard hali yake haikuwa nzuri. Damu ilimtoka kichwani na puani. Nilipanic, nilizani amekufa. Yesu wangu, huyu anaweza amekufa. Mungu wangu iwapo watu pata huduma kwa haraka itakuwaje? Inabidi apate huduma ya kwanza mapema. Late. Nilimtikisa bila mafanikio. Tulipofika hospitali matibabu yalianza. Nilifungua vidonda vyangu, nikapimwa pressure na kupewa baadhi ya dawa za maumivu. Richard na yeye alipewa huduma ya kwanza na kupelekwa wodini. Hali yake haikuwa mbaya sana, ingawa bado hakuwa amepata fahamu. Kwa kuwa hapakuwa na mtu yeyote aliyekuja kumuona kwa muda ule, ilinibidi nikae naye wodini kwake na kumsubiri mpaka azinduke. Nilikuwa nimechoka sana, hivyo nikajilaza pembeni mwa kitanda ambacho amelala mpaka asubuhi. Daktari alipokuja kumwangalia mgonjwa aliniamsha. Habari za asubuhi, alinisalimia. Nzuri daktari, mgonjwa anaendeleaje? Anaendelea vizuri, japo bado hajafungua macho. Ilikuwa siku nzima sasa, usiku kucha. Kweli kuna usawa? Mimi niko sawa. Vipi kuhusu yeye? Atakuwa sawa? Ndio, atakuwa sawa. Lakini bado tutampa uangalizi. Nikashangaa. Uangalizi? Ndio, uangalizi akishapata fahamu tutajua nini cha kufanya. Hakuna shida. By the way, una mahusiano gani na mgonjwa? Mimi ni rafiki yake. Tulikuwa kwenye ajali pamoja. Sawa, njoo ofisini kwangu. Kuna mambo machache ya kuongea na wewe. Okay daktari. Nilifuata daktari mpaka ofisini kwake. Akanieleza alivyotaka kunieleza. Hayakuwa ya kutisha sana. Mambo kadhaa kuhusu afya ya Richard. Baada ya pale nikarudi wodini. Nikakutana na sura mpya. Nilijitambulisha kama Dave, rafiki yake Richard. Kubwa zaidi, Richard mwenyewe alifungua macho. Na cha kwanza alichokitamka ni jina la Tekla. Sikupenda kwa kweli, ukizingatia Tekla mwenyewe hakufika hospitali baada ya kupewa taarifa ya Dave. Basi daktari alikuja akamcheka Richard. Wakati huo na mimi niliaga kwa ajili ya kwenda zangu nyumbani kupumzika. Lakini kabla sijaondoka, Dave aliomba nisindikize. Na sio kunisindikiza tu, aliomba pia nimsikilize. Kuna jambo alitaka kuzungumza na mimi. Unajisikiaje wewe? Aliuliza. Niko sawa, ingawa nina maumivu kwa mbali sana ya kichwa. Utakuwa sawa tu, hata usijali. Ila nimependa na kushukuru sana kwa karibu sana na Richard kwenye kipindi hiki kigumu. Ukweli umefanya kazi nzuri sana. Usijali, ni kama rafiki yangu, hivyo ilinipaswa. Sasa nisingeweza kumwacha peke yake. Lakini unajua bado nina mashaka. Richard bado hajaacha kumfikiria yule mwanamke
Anaitwa nani tena? Tekra. Huyo. Fikiria ndo kwanza ameamka. Ila anahaha na kutaja jina lake. Tekra. Nashinda hata kumuelewa. Mimi pia simuelewi kabisa. Yaani kwa sababu ya huyu dada. Yaani huyu mwanamke. Aise. Ilibaki kiduchu tu. Mimi na yeye tufe kwenye ile ajali. Alafu eti anaamka anaanza kumuulizia. Always nahitaji ufanye kitu kwa ajili yangu, please. Kitu gani? Nilimuuliza Dev. Unaweza kuwa unakuja mara kwa mara kumuona mpaka pale atakapokuwa sawa au kuruhusiwa kabisa. Kufanya nini? Kuongea na yeye. Nishaongea naye sana tu na hataki hata kunisikiliza. Unadhani kuna kitu gani kingine naweza kuongea au kumwambia ambacho kitabadilisha mawazo yake? Uongea naye tu, mshauri aache kumwaza Tekra na afocus na mambo yake. Kama utaongea naye hata acha kabisa kumfikiria huyu mwanamke. Okay, sawa. Ila nisiwe mimi tu. Hadi na wewe uzungumze naye. Nitajaribu hilo jamani. Cause ni jamaa wangu. So usijali. Japokuwa ni ngumu sana kunisikiliza. Lakini angalau wewe kidogo ana uwezo wa kukusikiliza. Akakuelewa. Maana ukisema kitu anakuelewa pia. Kwa hiyo ongea naye Dev. Okay, usijali. Asante sana Erika. Acha nikuache uende, mimi nirudi ndani. Sawa Dev, kwa heri. Niliagana naye pale, kisha nikapanda zangu bajaji mpaka nyumbani. Nilimkuta Juliet akashangaa maana nimekuta nyumbani kwangu na ana off kwa ile yani. Erika, unajua ulivyonipigia jana nimeshindwa kabisa kukuelewa na nimeshindwa kabisa kupata usingizi yani. Sijalala kabisa. Nilipata ajali. My dear, unaendeleaje? Kwa nini ukutaka nije hospitali? Hakukuwa na haja. Maana hali yangu haikuwa mbaya sana kama ya Rich. Vipi, anaendeleaje? Kapata fahamu na anaendelea vizuri. Ona sura yake jamani. Nitakaa sawa tu Juliet. Vipi kuhusu Tekra? Ndio hivyo, ana mwanaume mwingine. Tulimfumania na hiyo ndio sababu ya ajali yetu. Eti Richard kapata fahamu, akaanza kumuulizia huyu mwanamke. Makubwa. Ila sishangai. Mapenzi ndivyo alivyo. Mapenzi gani? Ashukuru Mungu ni mgonjwa. La sivyo ningechuma fimbo nimjaaze mpaka yani. Mapenzi gani? Tusimlaumu sana jamani. Ni mwanaume anajua ni kitu gani ambacho kinafanya hivyo. Anachokitaka hakitaki. Yaani simuelewi. Nimechoka yani. Kwa hiyo itakuwaje? Sijui, ila nimechoka jamani. Aruhusiwe mapema tu. Kila mtu aendelee na mambo yake. Pole shoga yangu. Pumzika. Acha nikuandalie chakula. Asante Juliet. Nilienda zangu chumbani kwangu nikaoga. Kisha nikalala kidogo. Nikasubiri Juliet amalize kuandaa chakula. Upande wa hospitali hatimaye Tekra alifika. Alielekezwa wodi alipolazwa Richard. Akaenda kumuona.
Alipoingia kwenye wodi, alimkuta Richard akiwa amelala. Aliongea karibu yake, akamwangalia sana, tena kwa dharau ya hali ya juu. Ukweli ni kwamba hakuwa na chembe yoyote ya mapenzi kwa Richard. Mpaka mimi nashindwa kumuelewa. Ni lile busu ilimfanya aache kumpenda Richard ama kuna sababu nyingine? Maskini Richard alipofungua macho yake hakuamini kabisa kama kipenzi cha roho yake amekuja kumuona. Kwa shida alinyanyuka na kukaa kitako, huku akizidi kumtazama kwa macho ya furaha sana. Babe, sikuzani kama utakuja kuniona ise. Unaendeleaje Zekra wangu? Hizi drama za nini Richard? Kwa nini unanipigia simu kila masaa na kusumbua maisha yangu? Nimeshamupona na wewe. Napaswa kufanya hivyo. Kwanza tayari nina mtu wangu. Una maana gani? Una maana gani? Listen. Nimeshamalizana na wewe. Na kikubwa zaidi, usiku wa leo nina safari ya mpenzi wangu. Tunaenda nje ya nchi. Unaondoka? Unaenda wapi? Naenda Canada. Babe, huwezi kuniacha baada ya yote niliyokufanyia, yote tuliyopitia. Babe, babe, tafadhali. Nimekufungulia biashara wewe na mama yako. Nimewalipia kodi, nimenunulia magari, nimewapa chochote kile ambacho mlikuwa mnataka. Na nilikuwa tayari kutoa chochote kile. Na nilikuwa tayari naweza kukupa kila kitu. Sasa kwa nini uniache? Yeah. Thank you. Najua orodha ya vitu vyako vyote ambavyo umefanya. Na ambavyo umefanyia mama yangu na mimi ambavyo umenifanyia ni kubwa. But wewe ulilala na mimi sio? Kwa hiyo hayo ndio ilikuwa malipo yake? Ndio. Nisingelala na wewe, ningepata hivyo vitu saa ngapi? Nakushukuru sana kwa hilo, maana nilikuwa kwako kifedha tu. Hakuna zaidi ya hapo. Kihisia nilikuwa na mtu mwingine. Ninampenda sana mtu wangu. Nampenda sana huyo mtu. Babe. Machozi yakaanza kumshuka Rich. Nampenda sana Joseph. Ila hakuwa na pesa. Hakuwa na pesa kabisa za kunitunza. Sawa, hakunipa maisha ninayotaka. Kwa bahati mbaya nikajikuta nimezama kwenye maisha yako. Yaani nikakutana na wewe. Nikaanzisha mahusiano na wewe. Lakini Joseph amejipata na mimi nampenda sana. Nimechagua kuwa naye. Kwa hiyo ile kiss umetumia kwa faida yako. Yes. Nilikuwa ninashindwa namna gani ningeachana na wewe. Mwanzoni niliwaza kutoroka, but nafasi haikuwepo. Na haikuwa kujitokeza. Nikaamua kuitumia kila aina njia, lakini nikakosa. Nilijua kabisa nikitumia njia ya kiss kabisa huna hatia. Yule binti huna mahusiano naye. Lakini nilitumia kama kigezo ili tu niachane na wewe. Kwa hiyo ulikuwa unanitumia? Darling, usiseme hivyo. Lakini yes, nilikuwa nakutumia. Na hivi sasa nimeshamaliza kukutumia. Naona kila mmoja ashike 50 zake. Okay?
Nakwambia Tekla, nitakunyang'anya kila kitu nilichokupa. Sitakuacha hata na 100. Tekla, sikiliza vile. Akaanza kucheka. My love, umesahau kila kitu uliandika kwa jina langu. Na nimeuza kila kitu. So hakuna kitu ambacho utaweza kufanya. Tekla, bye bye. Ukuwa pole Richard. Tekla aliondoka na kuniacha. Maskini Richard aliachwa akiwa anaumwa. Aliumia sana. Alikuwa anampenda sana kwa kweli yule dada. Asijue kuwa mwenzake alikuwa anamchezea tu. Kibaya zaidi, maandalizi ya harusi yalikuwa yanaendelea na siku zilibaki chache. Na kama hakuwa anampenda, kwa nini alikubali kuolewa naye? Unajua kuna muda nashindwa kuolewa. Hii jinsia yangu. Nisaidie, iacheni tu.